Na hilo, sauti za upinzani zimeonekana katika baadhi. Hii leo atamkaribisha Rais Volodymyr Zelensky mjini London kwa ajili ya kujadili mipango ya amani wakati Urusi ikiendelea kuishambulia Ukraine. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz pia watashiriki kwenye majadiliano hayo inayolenga kuangazia namna ya kujibu mipango ya Marekani ya kuvimaliza vita nchini Ukraine. Ziara yake inafanyika baada ya maafisa wa Ukraine kumaliza mazungumzo ya siku 3 na wenzao wa Marekani kuhusiana na mapendekezo hayo, wakati rais wa Marekani Donald Trump akionyesha wasiwasi ikiwa atakubaliana na pendekezo jipya la Marekani. Ukraine na washirika wake wa Ulaya wanataka kushinikiza kwamba usitishwaji wowote wa mapigano uzingatie dhamana ya usalama kwa Ukraine, pamoja na kupinga pendekezo la Ukraine kuachia maeneo yake. Cotonou. Rais wa Benin Patrice Talon amesema hali nchini humo imedhibitiwa kikamilifu baada ya serikali kulizuia jaribio la mapinduzi kupitia wanajeshi watiifu wa rais huyo akishirikiana na vikosi vya Nigeria. Je voudrais vous rassurer. Ningependa kuhakikishia kwamba hali imedhibitiwa kabisa, na kwa hivyo nawakaribisha kuendelea na shughuli zenu kwa utulivu kuanzia jioni hii. Usalama na utulivu wa umma utadumishwa kote nchini. Rais Talon amesema hayo jana jioni baada ya mapema asubuhi kikundi cha wanajeshi kutangaza kwenye televisheni ya taifa kwamba wamempindua. Hatua hiyo ilijibiwa mara moja na wanajeshi TF kwa Talon wakishirikiana na vikosi vya Nigeria na wanajeshi kadhaa, ikiwa ni pamoja na waliohusika na jaribio hilo wanashikiliwa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Brussels. Rais wa Umoja wa Ulaya Antonio Costa amepinga jaribio lolote la Marekani la kuingilia siasa za Ulaya baada ya Washington kuchapisha mkakati mpya wa usalama unaokosoa vikali sera za bara hilo. Costa amesema mjini Brussels kwamba ingawa ni kawaida kwamba Marekani na Ulaya hazina maono sawa kuhusu masuala mengi, lakini kitisho cha kuingiliwa siasa za ndani hakikubaliki. Ametoa mfano wa tofauti za maono kuhusu uhuru wa kujieleza kati ya Marekani na Ulaya na kusema hakuwezi kuwa na uhuru wa kujieleza ikiwa uhuru wa wananchi kupata taarifa utapindishwa ili kuwalinda watu wa tabaka la juu kama ilivyo nchini Marekani. Na hatimaye Beijing. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amehimiza umuhimu wa biashara ya usawa na inayozingatia sheria wakati akianza ziara siku 2 nchini China hii leo Jumatatu. Amesema hayo alipozungumza na waziri wa biashara wa China Wang Wentao. Wadephul amesema China ilikuwa ni mshirika muhimu zaidi wa kibiashara wa Ujerumani na kwamba Berlin inanuia kupanua ushirikiano. Lengo kuu la ziara hiyo ni kubainisha maeneo ambayo mataifa hayo yanaweza kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi, pamoja na kwa upande mwingine kuangazia vizuizi. Inafanyika wiki 6 baada ya Wadephul kuahirisha ziara ya awali kwa kuwa Beijing haikuwa imethibitisha mikutano na viongozi wa ngazi za juu katikati ya mvutano kuhusu Taiwan. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na aliye kusomea taarifa ya habari ni Lilian Mtono. Asante sana. Na sasa msikilizaji na mtazamaji, tuangazie safu ya uchambuzi wa ripoti. Mwaka mmoja tangu kuondolewa madarakani Bashar al-Assad, Syria bado hali ni tete. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anatarajiwa leo kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Na mamlaka ya Benin imetangaza kufanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tunasikika kupitia redio wa shirika, vile vile tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube na Facebook. Tafuta DW Kiswahili. Pia tuachie maoni yako katika ukurasa wetu pale mtandao wa Instagram, pia vile vile ni DW Kiswahili. Tuanzie uchambuzi kule Syria. Mwaka mmoja tangu kuondolewa madarakani kwa Bashar al-Assad, bado taifa hilo linasalia katika hali tete ya mchanganyiko wa matumaini na mashaka, huku taifa hilo likijaribu kusimama upya baada ya vita
vita vya zaidi ya mwongo mmoja. Sherehe za kuadhimisha kukombolewa kwa Damascus zimejaza mitaa ya jiji hilo, lakini chini ya shamra hizo kuna changamoto nzito za kiusalama, kisiasa na kijamii zinazoikabili serikali mpya ya Ahmed al-Sharaa na wananchi waliochoshwa na vita. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi. Akizungumza leo Jumatatu mjini Damascus, Rais Ahmed Sharaa amewataka wa Syria kuunganisha nguvu kujenga nchi yao, akiweka msisitizo kwenye umoja, uthabiti na kulinda mamlaka ya taifa katika hatua mpya kulijenga upya. Rais huyo alionekana kwenye mavazi ya kijeshi kama alivyofanya alipoingia Damascus mwaka mmoja uliopita. Alitumia hotuba yake kusifu ushujaa na kujitolea kwa wapiganaji waliouangusha utawala wa Assad baada ya vita vilivyodumu takriban miaka 14. Katika uwanja wa Umayyad na maeneo mengine ya Damascus, maelfu ya wananchi wamejitokeza kuadhimisha kumbukumbu hiyo, huku gwaridi la kijeshi likipamba kilele cha sherehe. Sherehe hizi zimekuja wakati serikali ikiwa imepata uungwaji mkono mpya kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vingi vya nchi za Magharibi na kuboresha mahusiano na mataifa ya Ghuba, Marekani na Uturuki. Hata hivyo, licha ya mafanikio hayo ya kidiplomasia, changamoto nzito zimeendelea kuikumba nchi hiyo. Matukio ya umwagaji damu katika maeneo ya jamii za Alawi na Druze yameibua mashaka kuhusu uthabiti wa taifa, huku operesheni za kijeshi za Israel zikiendelea kutikisa kipindi cha mpito. Wananchi wengi, hasa wa jamii za walio wachache, bado wana wasiwasi juu ya uwezo wa serikali mpya kulinda usalama na haki zao. Familia za waliopoteza wapendwa wao wakati wa utawala wa Assad pia bado zinatafuta majibu. Mkuu wa Amnesty International Agnes Callamard anasema serikali inapaswa kuwasikiliza watu hao. Jambo muhimu zaidi ambalo serikali na tume za kitaifa zinaweza kufanya kwa sasa ni kuhakikisha kwamba familia zinahisi zinasikilizwa na zinaungwa mkono. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesisitiza kuwa safari ya Syria kuelekea maridhiano na ustawi ni ndefu kuliko mabadiliko ya kisiasa pekee. Mbali na hilo, sauti za upinzani zimeonekana katika baadhi ya makundi ya wachache. Kiongozi mmoja mashuhuri wa kiroho wa jamii ya Alawi aliwataka wafuasi wake kususia sherehe hizo, akipinga kile alichokiita uonevu wa utawala mpya. Wakati huo utawala wa Kikurdi unaodhibiti maeneo ya kaskazini mashariki umetangaza marufuku ya mikusanyiko kutokana na hofu za kiusalama, licha ya makubaliano maalum ya kuunganishwa na serikali kuu kabla ya mwisho wa mwaka kuendelea kusuasua. Asante sana Thelma Mwadzaya kwa ripoti hiyo. Tukisonga mbele, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer anatarajiwa leo kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini London kujadili kuhusu mpango wa amani kwa Ukraine katika wakati ambapo Urusi inaendelea kulishambulia taifa hilo. Wakati huo ujumbe wa Ukraine katika mazungumzo na maafisa wa Marekani ulioongozwa na mawaziri wa ulinzi Rustem Umerov utamwarifu Zelensky kuhusu matokeo ya mkutano huo pamoja na kabidhi hati zote zinazohusiana na mpango huo wa amani. Tatu Karema anayo taarifa kamili. Mkutano huu ambao pia utahudhuriwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz unatarajiwa kuangazia jinsi ya kujibu mapendekezo ya Marekani ya kumaliza vita na Urusi. Ukraine na washirika wake Ulaya pia huenda wakasisitiza kwamba makubaliano yoyote ya usitishaji mapigano yanapaswa kuja na dhamana za usalama kutoka Marekani na muungano wa walio tayari ulioitishwa na Uingereza na Ufaransa, huku pia ukipinga kuachilia baadhi ya maeneo kwa chini ya udhibiti wa Urusi. Mara kwa mara, Starmer amesema Ukraine lazima iruhusiwe kuamua mustakabali wake, huku mmoja wa mawaziri wake wakuu akisema jana Jumapili kwamba nchi hiyo inapaswa kuchukua hatua katika uvamizi huo Urusi. Ziara hiyo ya Zelensky inakuja baada ya maafisa wake kuhitimisha siku 3 za mazungumzo na wenzao wa Marekani juu ya mapendekezo hayo, huku ikulu ya White House ikishinikiza Ukraine kukubali makubaliano hayo. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa Telegram, Umerov aliongoza ujumbe huo Ukraine katika mazungumzo na maafisa hao wa Marekani amesema jukumu kuu la timu yao katika mazungumzo hayo ya hivi karibuni lilikuwa kupokea taarifa kamili kuhusu mazungumzo kati ya Marekani na Urusi na rasimu zote za mapendekezo ya sasa. Umerov pia amesema pamoja na washirika wao lazima wafanye kila linalowezekana kukomesha vita hivyo kwa heshima. Hapo jana katika hotuba yake ya kila jioni, Rais Volodymyr Zelensky alisema kuwa Umerov na mkuu wa wafanyakazi wake Andriy Natov walikuwa wanarejea kumwarifu
yaliyojiri. Natarajia taarifa za kina kutoka kwao juu ya kila kitu ambacho kilisemwa kwa wajumbe wa Marekani huko Moscow na kuhusu mitazamo ambayo Wamarekani wako tayari kurekebisha katika mazungumzo na sisi na Warusi. Katika hatua nyingine, viongozi kutoka mataifa 7 wanachama wa Umoja wa Ulaya leo wamehimiza umoja huo kuchukua hatua za haraka kuhusu pendekezo la kutumia mali ya Urusi iliyofungiwa kuifadhili Ukraine. Katika barua iliyotumwa kwa rais wa Baraza Kuu la umoja huo Antonio Costa na mwenzake wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen, viongozi hao kutoka Estonia, Finland, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland na Sweden wamesema kuiunga mkono Ukraine katika mapambano yao ya uhuru sio tu wajibu wa kimaadili, lakini pia kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Na tukiachana na mzozo wa Urusi na Ukraine, tuelekee sasa Benin. Mamlaka ya Benin imetangaza hapo jana kufanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi lililolenga kumwondoa madarakani Rais Patrice Talon. Umoja wa Afrika umelaani jaribio hilo la mapinduzi, huku Jumuiya ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ikituma msaada wa kijeshi nchini humo. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Hali ilikuwa ya wasiwasi hapo jana katika mji mkuu wa kibiashara wa Benin, Cotonou, baada ya milio kadhaa ya risasi kusikika na kundi la wanajeshi kutangaza kwenye televisheni ya taifa kumpindua Rais Patrice Talon anayemaliza hapo mwakani muda wake wa miaka 10 madarakani. Wanajeshi hao walitangaza pia kuifunga mipaka ya nchi hiyo na kumteua Luteni Kanali Pascal Tigri kuwa rais wa kile walichokiita tume ya mageuzi ya kijeshi. Hata hivyo, jaribio hilo la mapinduzi lilizimwa haraka. Waziri wa mambo ya ndani wa Benin, Alassane Seydou, aliuhakikishia umma kuwa wamefanikiwa kukidhibiti kikundi kidogo cha wanajeshi kilichoanzisha uasi kwa lengo la kuyumbisha serikali na taasisi zake, huku akiwataka raia wa Benin kuendelea na shughuli zao. Baadaye, Rais Patrice Talon alilihutubia taifa na kuhakikisha kuwa hali imedhibitiwa kikamilifu na kwamba usalama na utulivu vinashuhudiwa katika eneo lote la nchi hiyo. Aidha, Rais Talon aliwapongeza wanajeshi waliofanikiwa kuzima jaribio hilo la mapinduzi. Ningependa kupongeza uwajibikaji wa jeshi letu na viongozi wake ambao walisalia kuwa watiifu na waaminifu kwa taifa. Kwa kushirikiana nao, tumesimama kidete na tumerejea katika nafasi zetu na tumewatokomeza uasi. Hatua hizi zimetuwezesha kuuzima uasi na kuiokoa nchi yetu. Usaliti huu hautaachwa bila kuadhibiwa. Kulingana na vyanzo kadhaa vya kijeshi, wanajeshi 12 wamekamatwa, wakiwemo waliohusika na tukio hilo, bila hata hivyo kueleza iwapo kiongozi wa waasi hao Luteni Kanali Pascal Tigri alikuwa miongoni mwa waliokamatwa. Umoja wa Afrika ulilani vikali jaribio hilo la mapinduzi na mwenyekiti wa umoja huo Mahmoud Ali Yusuf alikemea vitendo vyovyote visivyo vya halali na kuwataka wanajeshi wote kurejea kwa haraka kwenye kambi zao na kuendelea na majukumu yao. Kwa upande wake, Jumuiya ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ilitangaza kupelekwa mara moja kwa kikosi maalum cha kulinda amani kitakachojumuisha wanajeshi kutoka Nigeria, Sierra Leone, Ivory Coast na Ghana ili kuiunga mkono serikali na jeshi la Benin kwa lengo la kudumisha utaratibu wa kikatiba. Patrice Talon aliye madarakani tangu mwaka 2016 atamaliza muhula wake wa pili na wa mwisho ifikapo mwaka 2026 kulingana na katiba ya nchi hiyo. Ingawa anasifiwa kwa kuchangia kuleta maendeleo ya kiuchumi nchini Benin, Rais Talon anashutumiwa na wakosoaji wake kwa kuchukua hatua za kimabavu katika nchi ambayo hapo awali ilisifiwa kwa demokrasia yake imara. Mrithi na mteule wa Talon ni waziri wa fedha wa sasa Romuald Wadanyi, ambaye anapewa nafasi kubwa ya kushinda uchaguzi wa rais mwezi Aprili mwakani, kwani chama kikuu cha upinzani kikiongozwa na rais wa zamani Boni Yai kimezuiwa kushiriki. DW tunavuma kwa kishindo. Tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Asante sana kwa kuendelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii. Na tuendelee na safu ya uchambuzi. Tuelekee sasa huko Mashariki ya Kati ambako Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema nchi yake na kundi la Hamas zinatarajiwa hivi karibuni kuingia katika awamu ya pili ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza mara baada ya Hamas kukamilisha kurejesha mabaki ya mateka wa mwisho waliokuwa wanashikiliwa Gaza. Zainab Aziz ametuandalia ripoti ifuatayo.
Netanyahu aliyazungumza hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari akiwa pamoja na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliyemtembelea, na amesisitiza kwamba awamu ya pili ambayo itashughulikia kuwapokonya silaha wapiganaji wa Hamas na kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel kutoka Gaza inaweza kuanza mwisho wa mwezi huu. Hatua hiyo ya pili ya kusitisha mapigano pia itajumuisha kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa ili kuulinda ukanda wa Gaza na kusimamia kuundwa kwa serikali ya muda ya Palestina itakayoendesha mambo ya kila siku chini ya usimamizi wa bodi ya kimataifa itakayoongozwa na rais wa Marekani Donald Trump. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema, hivi sasa fursa za kupatikana amani zipo na tunakusudia kuzitumia vyema. Nitazijadili fursa hizo na Rais Trump nitakapokutana naye baadaye mwezi huu. Nadhani katika hatua hii ya pili ni muhimu kuhakikisha kwamba Hamas inatii sio tu makubaliano ya kusitisha mapigano, bali pia ahadi walioahidi ya kuweka silaha zao chini na kuiacha Gaza bila shughuli za kijeshi. Afisa mkuu wa Hamas Bassem Naim aliye katika ofisi ya kisiasa inayohusika na kufanya maamuzi ya Hamas ameliambia shirika la habari la The Associated Press kwamba kundi hilo liko tayari kujadili juu ya kuweka silaha zao chini kama sehemu ya kusitisha mapigano, hiyo ikiwa ni hatua mojawapo kati ya masuala magumu zaidi yaliyo mbele ya pande hizo mbili za Israel na Hamas. Netanyahu kwenye mkutano na waandishi wa habari na kansela wa Ujerumani alibainisha kuwa baadaye mwezi huu atakutana na rais wa Marekani Donald Trump kujadili maendeleo ya awamu ya pili, na alisisitiza msimamo wa Israel kwamba haitakubali kuanzishwa kwa taifa la Palestina. Lakini kwa upande wake, kansela Merz alisema Ujerumani inaunga mkono haki ya Israel ya kuwepo na usalama wake, lakini pia alionyesha wazi mtazamo wa Ujerumani kuhusu kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina, huku akipinga vitendo vya Israel vya kuuvamia na kuutwaa kwa nguvu ukingo wa Magharibi. Ni sauti yake Zainab Aziz akiangazia mzozo wa Mashariki ya Kati. Msikilizaji, katika awamu hii ya matangazo tumekuandalia mjadala wa leo, na kama kawaida siku ya Jumatatu tunakuletea habari, matukio, mambo mazuri yanayoendelea katika viwanja vya michezo. Lakini kabla wakati huo, msikilizaji, tumalize safu ya uchambuzi ambapo watu zaidi ya 30 wamepoteza maisha katika mlipuko wa mabomu jana katika kijiji cha Sange ndani ya wilaya ya Uvira jimboni Kivu Kusini. Wakati huo mapambano makali kati ya waasi wa AFC M23 wanaodaiwa kusaidiwa na jeshi la Rwanda na jeshi la Kongo linalosaidiwa na jeshi la Burundi na wazalendo yakiendelea katika baadhi ya vijiji kaskazini mwa wilaya hiyo ya Uvira. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima de la Chance ametutumia ripoti ifuatayo. Mashahidi wanasema mabomu hayo yalilipuliwa kufuatia hali ya kutoelewana kati ya askari wa Kongo waliokuwa na hasira baada ya mapambano makali ya mchana dhidi ya AFC M23 katika maeneo ya Bwegera na Luberizi. Serge ni mwanaharakati wa mojawapo ya mashirika ya kiraia katika wilaya ya Uvira, anashuhudia tukio hili. Hapa Sange, Kabunambo wa jeshi FARDC na wazalendo wametoka katika shamba la mapambano, hawakupatana katika masemi. Milio ya masasi na mabomu ikaanza kupigwa pale pale, watu wengi wamepoteza maisha, kukakufa watu 36 wa jeshi ndani, wa raia nao wamekufa kwa hiyo idadi. Mashahidi wengine wanasema kuwa AFC M23 waliingia katika vijiji vya Lubarika, Matale, Muhungu, Munanira, Luvungi siku ya Jumapili, ambavyo vilikuwa vimeachwa na wakazi waliokimbilia mji wa Uvira na vijiji vya pembezoni chini ya mabomu yaliyokuwa yakilipuliwa na pande zote zinazopigana. Mashahidi hao wanasema AFC M23 walilenga pia vijiji vya Bwegera na Luberizi, hali iliyozua hofu katika vijiji vya Mutarule na Sange. Katika taarifa ya hivi karibuni, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inaonya kwamba hali ya kibinadamu katika Kivu Kusini inazidi kuzorota kwa kasi kufuatia kushadidi kwa mapigano hayo makali ambayo yamesababisha majeruhi wengi na kusababisha idadi kubwa ya watu kuyahama makazi yao. Kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema ilifanikiwa kuwaondoa na kuwapeleka hospitalini mjini Uvira watu 21 waliojeruhiwa kwa risasi.
Wakati rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akihutubia taifa leo, mkazi huyu wa Bukavu Kashali Enama Erhamo Ba anamwomba ataji pia mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa. Haitosha kuzungumza na Rwanda, inabidi aanzishe kikao au mazungumzo na wa AFC/M23 na upande wa Joseph Kabila Kabange na kila upinzani ambaye amefukuzwa au kuhukumiwa bila hatia ndani ya nchi. Hiyo ndiyo maombi letu. Antaki wakaaji ambao tuendelee kusumbuka usiku saa vile mchana hatulale. Jeshi la Kongo linakanusha kutekwa kwa maeneo kadhaa katika wilaya ya Uvira na AFC M23 na kuonya dhidi ya uvumi unaoenezwa na wale linalowaita kuwa ni maadui wa amani kupitia mitandao ya kijamii. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.